kwa mechi ya kwanza kushinda, tukapoteza na NBC kwa bahati mbaya, walituotea, tukashinda mechi iliyofuata na baadaye tukaingia finali. Na finali tumeongoza goli moja mpaka mwisho ambapo refa alitaka kuharibu mchezo kwa kutaka kuwapatia NBC goli la bure. Lakini nashukuru kwa maamuzi ya VAR pamoja na uongozi wa Simba kwa kuwa makini kwa kufuatilia mchezo huu kwa sababu ulikuwa unarekodiwa. Kwa hiyo VAR isingekuwepo maana yake ilikuwa ni goli. Kwa hivyo niwashukuru sana Simba kwa kuandaa hili na nashukuru sana Equity Bank kwa kunifurahisha na kunitoa kidedea mshabiki wao namba 1. Niwashukuru sana na benchi la ufundi bwana Haidari Shamshama pamoja na bwana mkurugenzi wetu wa mikopo ambaye amesaidia Mwana Stewart kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kombe hili linarudi Equity. Niwashukuru sana na asanteni sana waandishi wa habari kwa siku ya leo. Asanteni sana. Kwenu ulikuwa ni rahisi kiasi gani kuweza kukubali kujiunga katika ili Simba Bankers Bonanza? Kwanza ilivyoonyesha neno bankers tu, sisi ni professional bankers. Kwa hiyo chochote ambacho kinachohusu mabenki lazima tukisupport. Moja, pili, mkurugenzi wetu mkuu Madam Isabella Maganga ni mtu wa michezo. Kwa hiyo alilisupport hili moja kwa moja na akaona kwamba ni vizuri vijana wake wakashiriki weekend hii, Jumapili hii tufanye mazoezi kwa ajili ya afya, kwa sababu moja ya kanuni au moja ya taratibu za Equity ni kujali afya kwa wafanyakazi pamoja na wateja. Kwa hiyo hili ni eneo la kujali afya ya wachezaji ambao ni wafanyakazi wa benki ya Equity. Kwa hiyo sisi tumelipokea na wengine wote ambao wana ari ya kuanzisha makombe ambayo yanahusisha mabankers tu, tupo tayari kujiunga na sisi ndio mabingwa rasmi. Leo tumetangazwa kwa ajili ya kuhakikisha tunapeperusha bendera yetu ya mabenki Equity Tanzania. Wakati Equity mnakuwa mabingwa wa bonanza hili, siku ya Jumatano Simba Sports Club wao watakuwa dimbani katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini wana mlima mrefu sana, wanatakiwa washinde robo finali yao hii ya pili. Magoli zaidi ya 3 uliweza kutinga katika nusu finali. Wewe unaona Simba wanaweza kufanya hivyo? Mimi ni mtu wa mpira. Mimi naamini mpira una matokeo mengi. Mimi ninaamini kwamba Simba wanaweza wakafanya matokeo yakawa mazuri na wakapata ushindi wa goli 3 na wakaweza kuwatoa Waarabu. Mimi na uhakika huo mkubwa sana kwamba Simba ina timu bora, ina kikosi bora ambacho inaweza ikafanya matokeo yakatokea. Kwa mimi niwatie moyo wapenzi na washabiki wa Simba kuisupport Simba siku ya Jumatano. Kwanza wanaiwakilisha Tanzania kama timu. Kwa hapa tunaenda na uzalendo, ndio kitu cha msingi. Tuungane kama Tanzania kumtoa Mwarabu siku ya Jumatano. Asante sana. Kiongozi, kwanza hongera kwa kuwa mabingwa wa Simba Bankers Bonanza. Lakini kwanza jitambulishe nani na una cheo gani ndani ya Equity Bank? Asante sana, mimi naitwa Haidari Chamshama, ni mkuu wa kitengo cha malipo kutoka Equity Bank Tanzania. Leo hii Equity Bank ndio mabingwa wa Simba Bankers Bonanza. Kwanza hii wewe umeipokeaje? Nimepokea kwa furaha sana, ingawa kwa mazoezi ambayo tulikuwa tunafanya sisi kama Equity Bank na timu yetu, hili ni jambo ambalo tulikuwa tunalitarajia. Kwa hiyo kusema kweli vijana wetu wamefanya kazi nzuri na wapongeza sana, na tunajipongeza kwa ujumla kwa kuchukua ubingwa wa bonanza hili. Lakini wachezaji wako wanaonekana kama ni wazoefu hivi, lakini mwanzo wakati mnaanza walisema mmechukua kama ndondo. Hivi ni kweli mlichukua ndondo? Tuna uzoefu wa mashindano haya na ni timu yetu ambayo tuko nayo sio timu ambayo inajitokeza tu, ni kwamba timu ambayo ipo, tunafanya mazoezi mara kwa mara. Kwa hivyo vitu kama hivi vikitokea tunachukua tukombe, tunarudi zetu nyumbani kama hivi ilivyotokea leo. Lakini leo hii nyinyi mmechukua kombe. Siku ya Jumatano Simba Sports Club atakuwa dimbani kucheza robo finali yake ya pili dhidi ya Al Masry. Wakati mechi ya kwanza kule Misri alipoteza goli 2-0. Wewe unaonaje, Simba Sports Club anaweza kupindua matokeo na kupata zaidi ya magoli 3? Yaani asubuhi kabisa Simba inapindua matokeo. Kwa watu ambao mmeangalia mpira ambao ulifanyika kule Egypt, statistics zote zinaonyesha ball possession, shots on target. Kwa hiyo tunaamini hapa Dar es Salaam asubuhi tu tunapindua matokeo hayo na Simba anaendelea nusu finali. Mwarabu hatuamini kitakachomkuta. Mwarabu hatokaa amini kitakachomkuta. Kwa hiyo ni uhakika kabisa. Kwa hiyo lazima Simba ipindue matokeo kabla jogoo hajawika. Wewe unaonekana na kofia ya Simba. Wewe ni shabiki kweli wa Simba? Mimi ni shabiki lialia wa Simba Sports Club. Ni shabiki lialia. Kwa hiyo ndio maana hiki ninachokisema sio kwa sababu tu ni mshabiki, lakini vile vile naiamini timu yangu na mpira umeonekana tuliocheza Egypt. Kwa hiyo uhakika Jumatano tunaua hii. Tunaendelea kuibeba nchi kwa sababu sisi ndio timu pekee ambayo imebaki inaibeba nchi, inaiwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa.
Malengo ya Simba Sports Club katika kombe hili ni kwenda nusu finali, kufika finali na hata kulichukua kombe hili. Wewe unaona katika kombe hili Simba Sports Club anaweza akalichukua kweli? Maana akivuka hapa anacheza na Zamalek. Nasemaje, tuna uwezo wa kuchukua hili kombe kwa timu ambazo zilizobaki na kwa mpira ambao tunaoucheza, hasa huu mpira, ingawa tulifungwa hii mechi iliyopita Egypt, lakini kwa mpira ambao tumeucheza naamini sio nusu finali, hata finali, hata kuchukua hili kombe. Ndani kosi ya Simba labda ni mchezaji gani wewe anakuvutia zaidi? Wachezaji wengi, lakini kwa sasa hivi mchezaji ambaye ananivutia sana ni Cataliste. Mpanzu, lakini vile vile Mpanzu, lakini vile vile Kibu. Ni watu ambao wanakimbiza sana. Hata kwa watu ambao wameangalia mpira juzi, Mpanzu na Kibu ni watu ambao walisababisha matatizo mengi sana kule, including watu kupewa sana kadi ya njano. Kwa hiyo hawa ni watu ambao kusema kweli wananivutia sana na naamini ni watu ambao watasababisha tupate matokeo mazuri. Sisi tukushukuru sana. Asante sana.